Kwa majina naitwa Elizabeth Thomas Msabi, ni mzaliwa wa Nyamwaga, wilaya ya Tarime vijijini. Kwa makazi, kwa sasa hivi nipo Nyamwaga, lakini kihistoria nimekaa nje ya nchi kwa muda wa miaka 20. Nimekaa Uingereza ambako nilienda tangu mwaka 2006. Nilienda kule kimasomo na baada ya masomo nikaweza kupata kazi kule. Lakini msukumo mkubwa ulionisukuma kufikiria na kurudi nyumbani, nimekuwa nje ya nchi nikifanya kazi katika mazingira ya nchi za wengine, lakini nikawa na shauku na kufikiria kwamba ni jambo jema, na sio jambo jema tu, pia ni mwito wa serikali. Serikali imekuwa ikituhimiza kwamba diaspora turudi nyumbani, na sio mimi tu, wapo wengi diaspora ambao wamerudi nyumbani. Na hata kama kitukio la kihistoria mwaka huu, kwa mara ya kwanza diaspora tulikuwa kwenye mkutano mkuu sana Dodoma wa chama, na tulikuwa ni diaspora kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kwa ni mwito na mwamko na ni shauku ya diaspora pia ambao tumeamua kurudi nyumbani, na kuna wengi ambao wametia nia katika majimbo mbalimbali, lakini lengo ni kwamba tuweze kurejea na kusaidia nchi yetu. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kilichonisukuma zaidi kurudi nyumbani ni kufikiria kwamba katika umri huu ambao nimeufikia, nimesoma, nimekaa nje ya nchi, nimepata uzoefu wa mataifa mengine, nimetengeneza marafiki kule, nikaona haitakuwa jambo jema kile ambacho nimekipata katika maisha au ujuzi na uzoefu ambao nimeupata uweze kupotelea katika nchi ya ugeni. Nikaona kwamba ni jambo jema kabla uzee haujafika niweze kurudi nyumbani nikiwa bado kijana, nikiwa bado nina nguvu. Chochote kile ambacho nimekivuna katika elimu, uzoefu wa kimataifa ni uweze kuleta katika jamii yangu ya asili ambao nimezaliwa. Ningeweza kwenda kuchukua au kugombea ubunge sehemu yoyote, lakini mimi tamaa yangu na shauku yangu ni asili yangu pale nilipozaliwa, Nyamwaga, kwenye jamii yangu. Sisemi kwamba kuna mapungufu mengi sana, serikali imefanya mambo mengi na jamii yetu ina mambo mengi sana. Inatakiwa tu kuja kuchochea na kuendeleza kile tulichonacho, vitu vya asili, na kujumuika pamoja na wananchi kuweza kuleta maendeleo. Pia ni tukio la kihistoria katika jamii yetu ya Kikulya, au niseme wilaya Tarime vijijini. Ni mara ya kwanza, ni jambo la kihistoria, haijawahi kutokea mwanamke kutiania sembuse kuthubutu kuchukua fomu. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwangu binafsi, pia kwenye jamii yangu ni shauku. Wa mama, vijana, mabinti, kila mtu anashamla na anashauku kwamba kwa mara ya kwanza katika tukio la kihistoria mwanamke amejaribu. Kujaribu kwangu nimepitiwa motisha na Mama Samia ambaye ni mwanamke pia, lakini ni jasiri, ameweza kuliongoza taifa letu. Tumeona mambo mengi ambayo yametendeka. Kwa hiyo pia ni mwamko wa kuja kumsaidia mama na kusema kwamba kama ameweza, basi yeye kama lolomodo wetu, kama mfano wa kina mama, sio mimi tu, ningeweza kuhamasisha na akina mama wengine, wadada wengine, mabinti zetu, muone mfano kama sisi dada zenu tumeweza kwenda mpaka kiasi hiki. Kwa pia ni jambo la kuleta mabadiliko katika jamii, hasa jamii ya Kikulya ambao labda kumekuwa na imani tofauti kuhusu mwanamke au kuhusu mtoto wa kike. Wanawake tunaweza, na nitie mwito kwamba sio mimi tu, na hata kama sio kufikia, nina uhakika kwamba kutakuwepo na pilika za uchaguzi, kampeni, lakini nina imani na pia kumtumainia Mwenyezi Mungu. Ninaamini kwamba kiongozi anatoka kwa Mungu. Basi ninawaomba wote mtakao nisikia muweze kuniunga, muweze kunipa kula, nitawatumikia kwa uaminifu, kwa upendo, kwa heshima. Mimi ni binti yenu, narudi nyumbani, sio kwa jambo makusudi mabaya. Ningeweza kukaa Uingereza, nina maisha mazuri, lakini nikasema hapana, lazima nirudi kuja kukaa na watu wangu na jamii yangu. Nafikiri kwa hayo machache nashukuru sana, asanteni.